Ni wakati mwingine tena tumekutana hapa ndani ya Zaki Digital kwa ajili ya kuendelea kupata matukio tofauti ya kimataifa kwa ukubwa wake. Ilikuwa ni siku ambayo macho ya dunia yalielekezwa katika chumba kimoja cha mkutano, chumba ambacho hakikuwa kikubwa kwa ukubwa wake, bali kwa uzito wa maamuzi yaliyokuwa yakizungumzwa humo. Siku hiyo Donald Trump na Netanyahu waliketi uso kwa uso, kila mmoja akiwa na historia nzito mabegani mwake, historia iliyojaa migogoro, ushindi, lawama na hata matarajio. Trump alikaa kwa mtindo wake wa kujiamini sana, uso wake ukiwa na tabasamu la mtu anayejua ana nguvu sana. Netanyahu akiwa na uzoefu wa siasa za vita na diplomasia, alionekana mtulivu sana na amekuwa makini. Macho yake yalionyesha kwamba ni mtu aliyekuwa amepitia mengi katika uongozi wa taifa lake lenye migogoro isiyoisha. Mkutano huo haukuwa wa kawaida, haukuwa mkutano wa salamu tu au picha za vyombo vya habari. Ulikuwa ni mkutano wa marafiki wa kisiasa, washirika ambao wameunganishwa na maslahi na viongozi waliokuwa tayari kubadilisha mwelekeo wa historia. Ili kuelewa uzito wa mkutano huo, ilibidi mtu arudi nyuma kidogo, miaka kadhaa kabla ya Trump alipokuwa bado anapambana katika siasa za ndani za Marekani. Netanyahu tayari alikuwa ameshajijengea jina kama mmoja wa viongozi ambao wamedumu madarakani kwa muda mrefu zaidi pale Israel. Walipokutana mara ya kwanza kama rais na waziri mkuu, kulikuwa na kemia ya haraka. Wote walizungumza lugha ya nguvu, ya uamuzi, ya nchi kwanza. Trump alimuona Netanyahu kama kiongozi jasiri anayelinda taifa lake bila kuogopa lawama. Netanyahu alimuona Trump kama rais ambaye hata sita kusimama upande wa Israel hata dunia ikipinga. Urafiki huu ulikuwa kwa kasi sana, na kila uamuzi wa Trump ulionekana kama zawadi kwa Netanyahu. Siku moja Trump alisimama mbele ya kamera na kutamka maneno ambayo yaliitikisa dunia sana. Marekani ilitambua Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israel. Kwa Netanyahu ilikuwa ni kama ndoto ambayo iliyotimia. Kwa Wapalestina ilikuwa kama pigo la moyo. Wakati bendera ya Marekani ilipopandishwa rasmi Jerusalem, Netanyahu alitabasamu mbele ya wananchi wake, akijua kwamba alikuwa amepata kile ambacho viongozi waliomtangulia walitamani lakini hawakuweza kukipata. Lakini mbali ya shangwe za Israel, mitaa ya Palestina ilijaa hasira, maandamano na hata vilio. Dunia iligawanyika. Wengine walipongeza ujasiri wa Trump, lakini wengine walilaumu uamuzi huo na ukawa ni chanzo kipya cha machafuko. Hapo ndipo simulizi ya mkutano wa Trump na Netanyahu ulipozidi kuwa mzito zaidi. Walipokutana hawakuzungumza kwa sauti kubwa, walizungumza kwa sauti za chini, lakini kila neno lilikuwa na uzito. Walizungumzia usalama wa Israel, walizungumzia tishio la Iran, makundi yaliyokuwa yakionekana kama adui wa pamoja. Trump alisisitiza kwamba Marekani itaendelea kusimama na Israel bila masharti. Netanyahu akitikisa kichwa, akijua kwamba kauli hiyo ilikuwa nguzo muhimu ya siasa zake za ndani. Lakini nyuma ya maneno ya usalama kulikuwa na mazungumzo mengine yasiyotamkwa wazi, mazungumzo kuhusu madaraka, urithi wa kisiasa na hata namna historia itakavyowakumbuka. Wakati Trump na Netanyahu walipokuwa wakizungumza ndani ya kuta nene za ukumbi wa mikutano, upande mwingine wa dunia, Mpalestina wa kawaida kabisa aliendelea na maisha yake ya hofu na hata matumaini yasiyotimia. Kwao mkutano huo haukuwa ishara ya amani, bali ishara ya kuendelea kupuuzwa. Walihisi kana kwamba mustakabali wao ulikuwa unaamuliwa bila wao kuwepo mezani. Viongozi wa Palestina walilaani mkutano huo, wakisema kwamba ulikuwa ni mwendelezo wa sera zilizokuwa zikiwafanya wao kuwa watazamaji katika ardhi yao wenyewe. Kwa Trump, mkutano huo ulikuwa pia ni ujumbe wa wafuasi wake wa nyumbani. Ulikuwa ni uthibitisho kwamba yeye ni kiongozi anayesimama na washirika wake bila kuyumba. Kwa Netanyahu, picha ya mkutano huo zilikuwa ni silaha za kisiasa, zikionyesha kwamba bado ana uungwaji mkono wa mtu mwenye ushawishi mkubwa duniani, hata wakati akikabiliwa na changamoto za ndani, lawama kutoka kwa wapinzani wake. Mataifa ya Ulaya yalitazama kwa tahadhari.
Nchi za Kiarabu zilizungumza kwa hasira na hofu. Umoja wa Mataifa ulitoa kauli za tahadhari, lakini mkutano tayari ulikuwa umeshatokea na athari zake zilikuwa zimeanza kuonekana. Wachambuzi wa kisiasa walisema huu ulikuwa mkutano wa maslahi na si wa amani, lakini karibu wote walikubaliana jambo moja tu: ulibadilisha mwelekeo wa siasa za Mashariki ya Kati. Katika mkutano wa Rais Donald Trump na Netanyahu ilihusisha pia kujadili kuhusu wanamgambo wa Hezbollah, ambapo usiku uliposhuka kaskazini mwa Israeli kulikuwa na ukimya mzito. Huu ulikatizwa mara kwa mara na sauti za ndege za kijeshi ambazo zilikuwa zikizunguka angani. Kwa raia wa maeneo ya mipakani, huu haukuwa ukimya wa amani, bali ulikuwa ukimya wa kusubiri. Kusubiri nini? Hakukuwa na jibu la uhakika zaidi kwamba wanasubiri nini, lakini jina moja lililokuwa likitajwa sana katika mazungumzo ya chini chini ni kuhusiana na kundi la wanamgambo wa Hezbollah. Kwa miaka mingi wanamgambo hawa wamekuwa chanzo kikubwa cha wasiwasi kwa Israel, wakiwa upande wa pili wa mpakani kusini mwa Lebanon, ambapo walijijengea nguvu zaidi za kijeshi, ushawishi wa kisiasa uliowafanya kuonekana kama tishio la kudumu kwa usalama wa Israel. Wasiwasi wa Israel haukuanza leo, ulijengwa hatua kwa hatua kupitia historia ya migogoro, mashambulizi ya kuvuka mipaka, vita ambavyo havikusahaulika kirahisi kabisa. Kila kumbukumbu ya makombora yaliyowahi kurushwa, kila tahadhari za kijeshi iliongeza tabaka jipya la hofu katika fikra za viongozi wa Israel. Kwao Hezbollah ni kundi la kawaida kabisa. Ni kundi lenye uzoefu wa mapigano, lenye msaada wa nje na lenye uwezo wa kufanya mashambulizi ya ghafla kabisa. Hili ndilo ambalo lilofanya wasiwasi wao uwe wa muda mrefu zaidi na si wa msimu peke yake. Mpaka wa Israel na Lebanon ni mwembamba sana, wenye vimilima, misitu na hata vijiji vilivyo karibu sana. Katika eneo hilo mstari kati ya amani na machafuko ni mwembamba. Kama waya. Wananchi wa Israeli ambao wanaishi karibu na mpaka huo wamezoea kuishi maisha ya tahadhari. Mazoezi ya ulinzi, lakini pia hata uwepo mkubwa wa wanajeshi ni sehemu ya maisha ya kila siku kwa upande wao. Kila taarifa kuhusu harakati za Hezbollah upande wa pili wa mpaka huongeza hofu kubwa, hali ambayo inaweza kubadilika ghafla. Kilichoongeza wasiwasi zaidi kwa Israeli si uwepo wa Hezbollah, bali pia nafasi yake katika siasa za kikanda. Hezbollah haionekani tena kama kundi la wanamgambo pekee, bali kama mhusika mkubwa mwenye ushawishi mkubwa ndani ya Lebanon na hata uhusiano wa karibu na washirika wa nje. Kwa mtazamo wa Israeli, linaifanya Hezbollah kuwa tishio ambalo linaweza kuchochewa na hata kuimarishwa kulingana na hali ya kisiasa la eneo zima. Hivyo kila mabadiliko katika Mashariki ya Kati hufuatiliwa kwa karibu zaidi, kwa hofu kwamba mvutano mahali pengine unaweza kuhamia mpaka kaskazini. Mbali na mikutano ya kijeshi na taarifa za kiusalama, kuna simulizi za raia wa kawaida kabisa. Kuna mama anayefundisha watoto wake mahali pa kujificha panaposikika tahadhari zaidi. Kuna mkulima anayefanya kazi shambani huku macho yake yakitazama anga, vimilima vya mbali. Kwa wasiwasi huu kwa Lebanon si mjadala wa kisiasa, bali ni hali halisi ya maisha yao ya kila siku. Ni ya hofu ya kesho isiyotabilika, lakini pia uchovu wa kuishi katika kivuli cha migogoro isiyoisha. Wasiwasi wa Israeli kuhusu wanamgambo wa Hezbollah ni simulizi ya tahadhari ya kudumu na ni mchanganyiko wa historia, jiografia, siasa na hata kumbukumbu za maumivu ya zamani. Hadi hii leo hali hiyo bado haijapata suluhisho la kudumu. Kinachobaki ni kusubiri, kujiandaa na hata kutumaini kwa sauti za kidiplomasia ambazo zilizokuwa na nguvu zaidi kuliko sauti za silaha. Na katika ukimya huo, usiku wa kaskazini mwa Israel, swali ni moja tu ambalo lilikuwa linaendelea kubaki kichwani mwa kila mtu. Je, wasiwasi huu utabaki kuwa hofu tu au utageuka kuwa tukio lingine la historia?